Nzuri sana. Tuketi. Moja kwa moja sasa tumombe Mungu. Mungu mwema, asante tena kwa ajili ya jioni nyingine tena ambayo umetupa nafasi, umetupa neema kuwako nyumbani mwako jioni nyingine tena mzuri. Na kwa sababu hiyo basi ambatana nasi Mungu wetu hatua kwa hatua, ili amkini tukaone tukipokea kutoka kwako siku nyingine tena. Kwa Roho wako Mtakatifu tufundishe. Hilo ndilo limetuleta mahali hapa, ili tujue namna ya kuingia na kutoka, hususan majira haya na wakati huu tunapoelekea kwenye kumalizia, tukisubiri unyakuo wako Bwana Yesu. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, kwa maana hutatuacha pekee, bali utaambatana nasi hatua kwa hatua, na kutufundisha kwetu kutaambatana na kila mmoja wetu kupata faida sawa sawa na neno lako, katika jina la Yesu. Amen. Leo ni siku ya Jumatano kama ilivyo ada. Baada tu ya neno hili la Mungu, Bwana anakwenda kutuhudumia pia kwa kutuponya isivyo kawaida. Amen. Kwa hiyo keti ukisikiliza neno la Mungu hili likakutengenezee namna ya kwenda hatua kwa hatua, na mwisho Bwana anakwenda kutuhudumia kwa namna nyingine tena, na tutatoka mahali hapa kila mmoja wetu akisema nalifurahi nilipoambiwa na twende nyumbani mwa Bwana. Somo letu jioni ya leo, uaminifu sifuri. Uaminifu sifuri. Somo letu jioni ya leo, uaminifu sifuri. Ni vizuri tukaangalia kwanza au kujifunza nini maana ya uaminifu, au uaminifu ni nini. Tunapozungumza neno uaminifu, linaweza likawa na maana zaidi ya moja. Linaweza likawa na maana zaidi ya moja, lakini kama Wakristo, na ikiwa tuko mahali hapa ili kujifunza, tunaangalia maandiko yanasema nini juu ya uaminifu. Sasa katika maandiko, moja ya maana ya neno ya uaminifu limo miongoni mwa wale vionjo vitano, likisema tunda la Roho. Tunda la Roho. Mojawapo ya matunda ya Roho ambayo ni tabia ya kimungu, au ni tabia ambayo Mungu anatarajia aione ndani ya Kristo, uaminifu ni tunda la Roho. Uaminifu ni nini? Tuseme wote, uaminifu ni nini? Uaminifu ni tunda la Roho. Na kwa namna nyingine au maana nyingine pia, uaminifu pia ni pamoja na mtu au watu kutimiza wajibu wao. Huo wajibu unaweza ukawa kwa Mungu, huo wajibu unaweza ukawa kwa familia, huo wajibu unaweza ukawa sehemu ya kazi na kadhalika. Na yenyewe inatupelekea kuona neno hilo uaminifu kwamba ni wajibu wa mtu katika kutimiza aidha kusudi la Mungu, au katika kutimiza kusudi la familia, katika kutimiza kusudi la kazi au majukumu ambayo mtu amepewa kwayo. Amen. Amen. Ni uaminifu. Sasa twende hatua kwa hatua, tuangalie maandiko yanavyotufundisha jioni ya leo juu ya uaminifu. Lakini bila kusahau, neno letu linasema uaminifu sifuri. Uaminifu
sifuri. Sasa kadri tutavyokwenda na kujifunza na kuangalia, itatupelekea kila mmoja wetu kuangalia katika maeneo kadha wa kadha kwamba je, tumekuwa waaminifu kwa asilimia ngapi? Tumekuwa waaminifu kwa alama zipi kwenye namba? Mwisho wa siku tunaweza tukaenda tukaangalia kwenye hili, unaweza ukakubaliana nami ukasema hili nalo uaminifu ni sifuri. Tukaenda kwenye jingine nalo tukaliangalia, nikajikuta kwamba uaminifu ni sifuri. Bwana tusaidie kuyaangalia yoyote katika jina la Yesu. Katika kitabu kile cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 tunaona maandiko yanavyotufundisha juu ya uaminifu. Wagalatia sura ya 5 mstari ule wa 22. Waraka wa Paulo mtume kwa Wagalatia sura ile ya 5 mstari ule wa 22. Maandiko yanasema hivi. Labda kwa faida, hebu tuanzie ule mstari wa 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa mbinguni. Lakini tunda la Roho ni upole, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Uaminifu. Mstari wa 23 Biblia inaendelea kusema upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona yako matendo ya mwili, lakini yako matendo ya Roho. Miongoni mwa matendo haya ya Roho liko tendo linaitwa uaminifu. Uaminifu. Sasa uaminifu ni tunda la Roho ambalo Mungu anapaswa kuliona kwa kila mtu anaitwa Mkristo, kwa sababu ni tabia ya kimungu. Uaminifu ni tabia ya kimungu, na kama tutakavyojifunza tutaona kwamba Mungu mwenyewe ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe ni mwaminifu, na kama tulivyoitwa kwamba tu wana wake, tu watoto wake, anatarajia aone hilo tunda la Roho likiwa kwangu, anatarajia aone hilo tunda la Roho likiwa na kwako pia, katika jina la Yesu. Amen. Twende hatua kwa hatua. Angalia katika Zaburi sura ile ya 37 mstari wa 3. Twende taratibu namna hiyo. Zaburi ya 37 mstari wa 3. Zaburi sura ya 37 mstari ule wa 3. Biblia inasema maneno haya: umtumainie Bwana atendaye mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Upendezwe na nini? Upendezwe na nini? Safi kabisa.
Mungu anataka tupendezwe na uaminifu. Mungu anataka tupendezwe na uaminifu. Kwa sababu hiyo basi, Yesu aliye mwalimu wetu na kiongozi wetu mkuu, maandiko yanasema kila alilolifundisha yeye alianza yeye kufanya kisha akafundisha. Katika eneo la uaminifu, yeye mwenyewe ametangulia kutuonyesha uaminifu katika maeneo yote. Hebu sema katika maeneo yote. Sema katika maeneo yote. Ndiyo, Mungu wetu amekuwa mwaminifu katika maeneo yote. Katika ahadi zake yeye ni mwaminifu. Amen. Katika lolote yeye ni mwaminifu, akitutangulia, akitaka sisi nasi tuwe waaminifu. Hebu twende tuangalie tena maandiko hapo katika Kumbukumbu sura ya 32 mstari ule wa 4. Kumbukumbu la Torati sura ya 32. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 32 mstari ule wa 4. Biblia inasema maneno haya: yeye mwamba, kazi yake ni kamilifu, maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, asiye na uovu, yeye ndiye mwenye haki na adili. Haleluya. Anaitwa yeye mwamba. Yeye mwamba, kazi yake ni kamilifu. Kazi yake ni kamilifu. Silo tu, anasema maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, asiye na uovu, yeye ndiye mwenye haki na adili. Njia zake zote ni haki. Njia zake zote ni haki, hakunaga uovu. Sasa sijui mimi na wewe jioni ya leo, njia zetu, maisha yetu, mwenendo wetu na kadhalika na kadhalika, je, uaminifu wetu umekuwa wa haki kiasi gani? Kuna wigo mpana, kuna maeneo mengi ambayo muda usingeweza kutosha kuangalia maeneo hayo, lakini katika yote kwa yote, Mungu anataka tuwe waaminifu. Tuwe waaminifu katika njia zetu zote, katika maagizo yake yote, katika amri zake zote, katika yote tuliyojifundisha. Haleluya, haleluya. Katika yote, zaidi ya yote, uaminifu wetu ukoje? Ametangulia kuzungumza hapa mtumishi wa Mungu. Wako watu bado wanakoroma, wako watu bado wamelala, wako watu wako tu. Maana yake nini? Katika umuhimu wa kuhudhuria ibada zote, wako watu leo hawajawa waaminifu. Kweli si kweli? Kanisa, kweli si kweli? Katika hilo, inawezekana sio leo tu. Tukija kuangalia kwenye hizo alama, unaweza kukuta kwamba hiyo tu kuhudhuria ibada za katikati ya wiki
unaweza kukuta uaminifu ni nini? Sema kwa nguvu zaidi, uaminifu ni nini? Unaweza kuona kwamba kuhudhuria tu ibada Jumatano, uaminifu sifuri. Maana yake ni hakuna kitu. Sifuri maana yake hakuna kitu. Sasa hiyo ni moja, kuhudhuria tu ibada. Wengi wao ni viongozi lakini hawako. Maana yake katika hilo hautakosea. Leo ukiwaambia katika hili uaminifu, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, uaminifu sifuri. Kwa nini sifuri? Ndivyo utaweza kuona kama tu kuhudhuria ibada. Je, na hayo mengine ambayo tutayangalia? Je, na lile jingine? Je, na hili na lile na lile? Unaweza ukakubaliana nami jioni leo kwamba uaminifu wetu tulio wengi katika maeneo kadha wa kadha yamekuwa ni sifuri. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Nasema Bwana tusaidie sana, kwamba uaminifu wetu ni sifuri. Uaminifu wetu ni sifuri. Ndio ndugu yangu, si kwako tu, hata kwangu inaweza ikawa rahisi kufundisha habari ya uaminifu sifuri kwa wengine, lakini kwangu bado na mimi ikabaki kuwa uaminifu ni sifuri katika maeneo kadha wa kadha. Lakini yote kwa yote, Roho Mtakatifu amekuleta wewe, amenileta mimi, ili tujicheki, ili tujikague, ili tutembee na kujiangalia kwa namna ya kioo, ili baada ya somo hili tuanze kuona kwamba kila eneo tunatakiwa tuanze na alama zinazoeleweka, ili kwamba uaminifu wetu uwe sawasawa na Mungu atakavyo, katika jina la Yesu. Amen. Tumeletwa jioni ya leo ili baada ya kujifunza katika maeneo hayo kadha wa kadha, tufike mahali tuondokane na alama ya sifuri, tuondokane na alama ya kutokuwa na kitu, tuanze kuwa na kitu, tuanze kuwa na alama zinazohesabika, tuanze kuwa na alama zinazoeleweka, ili yamkini tumfikie yeye aliye zaidi ya yote, kama alivyosema, ili kufikia kimo na cheo cha utimilifu wake, katika jina la Yesu. Na jambo hili linawezekana. Hebu sema linawezekana. Hebu sema jambo hili linawezekana. Maana si kwa nguvu wala si kwa uweza, isipokuwa ni kwa Roho, asema Bwana wa majeshi. Yeye ndiye atuwezeshaye. Yeye ndiye atuwezeshaye. Twaweza kuwa waaminifu katika kila nyanja, tukitegemea tu neema ya Kristo. Kinyume chake, ndio maana imebaki kuwa uaminifu sifuri, kwa sababu mara nyingi tumetegemea akili zetu, tumetegemea uwezo wetu, tumetegemea jitihada zetu, kwamba nimejifunza. Unapotoka hapa unakuwa na hamu, unakuwa na shauku, lakini katika hali tu ya kutegemea akili zako, unapofika katika hilo, unaweza ukawa uaminifu leo, kesho uaminifu ukawa hauko. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Hebu tujiulize. Kwa mfano, Yesu akatufundisha watu waliokoka, tena tulio na viwango vya kawaida sana baada ya kuokolewa. Akasema kiwango chetu cha kuomba kwa siku iwe muda gani? Hebu tuseme wote kwa pamoja, uwe muda gani? Sasa leo tuko Jumatano. Je, Jumatatu umekuwa mwaminifu walau kwa lisali moja katika kuomba kwako? Jibu unalo mwenyewe, jibu ninalo mwenyewe. Lakini inawezekana jibu likawa uaminifu. Bwana tusaidie sana.
Bwana tusaidie sana. Katika kuomba, maombi yako tu ya kawaida, ili tusiingie majaribuni. Maana Yesu aliwaambia, ombeni ili msiingie majaribuni. Na akarudi akasema, walau lisaa limoja. Hasa hilo labda ni yule mtu ambaye ana miezi 2 mitatu baada ya kuokolewa, miezi 4 mitano. Lakini mimi na wewe tunaoitwa kwa majina hayo, bado lisaa limoja kwako na kwangu na wajibu na majukumu tulionayo bila shaka alitoshi. Kweli si kweli? Lakini bado tunarudi kwenye hilo hilo limoja. Tunarudi na kujiuliza kwenye lisaa hilo hilo limoja, tumekuwa waaminifu kiasi gani? Tumesimama kwa uaminifu wote kila siku ndani ya masaa 24, lisaa limoja nimetenga kwa ajili ya maombi. Je, ni kweli tumekuwa waaminifu kwa namna hiyo? Inawezekana wengi wetu hapo napo uaminifu ukawa sifuri. Kama wengi wetu tunavyojua, tumetoka kwenye hizo shughuli, tumechoka. Hizo dakika 5 zenyewe tunaomba tukiwa ndani tayari ya neti. Yaani umeshakunjua neti tayari. Baba asante kwa maana umenilinda, nimeenda Kariakoo nimerudi salama. Asante, na sasa nalala. Nilinde katika jina la Yesu. Amen. Uaminifu ni sifuri. Bwana anataka walau lisaa limoja. Haya, mwezi wa 6 huo unaisha. Tumeshuhudia kwa kiasi gani uaminifu? Tumearika kwa kiasi gani? Tumefundisha kwa kiasi gani? Tumesoma neno kwa kiasi gani? Tumelitendea kazi neno kama inavyotupasa kulitendea kazi kwa kiasi gani? Tuko tayari nusu ya mwaka. Mangapi umejifunza mahali hapa Jumatano ambayo yana wajibu wa wewe na mimi kuyatenda? Mangapi tumejifunza mahali hapa Jumapili ambayo moja kwa moja mengine yanasema kabisa wajibu wetu wa kufanya? Mangapi tumeyafanya? Na kama tumeyafanya, kwa alama ngapi? Mwezi wa 6 huu tunaelekea wa 7. Tumekuwa waaminifu kwa kiasi gani katika kulitendea kazi neno? Wewe na mimi jioni ya leo, kila mtu ana majibu, lakini mwisho wa siku inawezekana ikawa uaminifu sifuri. Uaminifu sifuri. Bwana amenileta, Bwana amekuleta ili tutoke na alama hiyo sasa ya 0. Tutoke na alama hiyo ya 0 ili tuende kwenye alama 10, tuende kwenye alama 15, tuende kwenye alama 20, tuende kwenye alama 50, ikibidi tuende kwenye alama 100 katika jina la Yesu. Amen. Ndio, haya ndio makusudi ya Roho Mtakatifu kutuleta jioni ya leo mahali hapa. Labda ungekuwa umewaza ulivyowaza kwamba sijui tutajifunza nini, sijui tutajifunza neno gani. Hapana, Roho Mtakatifu ametuona kwamba katika maeneo yaliyo mengi uaminifu wetu ni sifuri. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Angalia, Mungu ametupa kielelezo. Takwenda kuangalia maandiko kadhaa ambayo Mungu mwenyewe anajithibitisha jinsi alivyo mwaminifu. Na mwishoni tutakwenda kuangalia uaminifu wa katika ahadi. Na kwa sababu leo ni Jumatano, kifupi tu tutaangalia ahadi yake alivyo mwaminifu katika kutuponya. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo keti pale ukiwa na matumaini kwamba huyu aliye mwaminifu ni mwaminifu pia katika kutimiza ahadi zake. Na moja ya ahadi yake ni pamoja na kwamba atakwenda kutuponya jioni ya leo katika jina la Yesu. Yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli tena ni amina. Kwa hiyo usikae kinyonge pale ulipo. Usikae kinyonge. Umekuja kwa aliye mwaminifu. Umekuja kwake yeye ambaye analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Umekuja kwake yeye ambaye analituma neno kwako, analituma neno kwangu ili
kwa neno hilo tupate kuponywa na kutoka katika maangamizo. Amen. Angalia yeye katika maandiko. Maandiko ni mengi yakimwelezea Mungu alivyo mwaminifu, lakini hebu tuangalie kwa sehemu ili tuchochee mimi na wewe kutembea na kukanyaga pale ambapo yeye amekanyaga, ili tuanze kuwa waaminifu. Sikana wakati mwingine umekaa kwenye mtandao wa Airtel, kuna huduma zile sijui timiza sijui umekopa wewe, mwisho wa siku umevunja laini. Huo nao sio uaminifu. Kweli si kweli? Mtu wa Mungu, umevunja laini kwa sababu tu ulifika kiwango fulani cha kukopa. Huo nao sio uaminifu. Sio uaminifu. Lakini sio hilo tu, hata kwenye maisha yetu ya kawaida tumekuwa waaminifu katika ahadi. Kwa namna gani? Ahadi zetu hizo, promise, ahadi hizo umeahidi mara kadhaa, lakini umekuwa mwaminifu kiasi gani katika kutimiza hizo ahadi? Bila kusahau hata ile ahadi yetu ya nadhiri. Unakuta tunaweka nadhiri, lakini kwenye kutimiza, kuwa uaminifu katika kutimiza imekuwa ni changamoto. Bado Mungu anaitaka kwako, anaitaka na kwangu pia tuwe waaminifu katika jina la Yesu. Kwenye mahusiano nako uaminifu wetu upo kiasi gani? Mahusiano, watu tuliookoka, uaminifu wetu upo kiasi gani? Tumekuwa na hizo simu za mkononi. Katika uaminifu, jana, leo, mchana kutwa leo, tumekuwa waaminifu kiasi gani? Lakini Mungu aliye Mungu wetu, yeye anatuthibitishia ni mwaminifu katika maeneo yote. Angalia maandiko haya. Tuanze tena na Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Hebu tembee kwenye maandiko haya tumuone Mungu alivyo mwaminifu. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari ule wa 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 9. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikae agano lake na rehema zake kwao wampendao na kushika amri zake hata vizazi vingapi? Kwa wewe unayosoma, hata vizazi vingapi? Hata vizazi 1000. Amekuwa mwaminifu hata vizazi 1000. Huyo ni Mungu. Anasema ameshika kuangalia agano lake. Amekuwa mwaminifu katika mkataba. Akiweka agano, anakuwa mwaminifu kutimiza alichokiahidi. Amefanya hivyo tena na tena. Wakati mwingine anasema ameangalia machozi ya wana wa Israeli, amelikumbuka agano lake. Anaposema amelikumbuka agano lake, maana yake tayari anakwenda kulitimiza. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu ambaye anatimiza ahadi kwa uaminifu, huku akiliangalia agano lake. Ameweka agano na wanadamu, ameweka ahadi na mimi na wewe. Yeye anaangalia na anatimiza kwa uaminifu hata vizazi 1000. Sio hilo tu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza mstari ule wa 9. Waraka wa Paulo mtume kwa Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 9. Ndiyo. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ile ya kwanza mstari wa 9.
Biblia inasema maneno haya, Mungu ni mwaminifu. Mungu ni nani? Tuseme kwa nguvu zaidi, Mungu ni nani? Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu ni mwaminifu, ametuita tuingie katika ushirika wake. Ni uaminifu aliloliahidi. Tukishaingia katika ushirika wa mwanae Kristo Yesu, ni kweli, ni kweli, kwa sababu yeye aliyesema ni mwaminifu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mungu si Mungu na wala si mtu hata aseme uongo. Yeye ni mwaminifu, nasi pia twapasa kuwa waaminifu. Tusibaki na kuwa na uaminifu sifuri, kwamba hauna uaminifu katika hili, sina uaminifu katika lile. Kwa hilo tu tumejivunjia hata heshima mtaani kwetu kwa kukosa uaminifu. Haipaswi kuwa hivyo, haipaswi kuwa hivyo. Ili kujengea heshima kwa jamii inayotuzunguka, ili tunda la Roho hatuna budi kuwa nalo, hatuna budi kuliishi na kuwa sehemu ya maisha yetu. Wakorintho wa pili, Mungu anaendelea kututhibitishia kupitia maandiko jinsi alivyo mwaminifu. Wakorintho wa pili sura ile ya kwanza mstari ule wa 18. Wakorintho wa pili sura ile ya kwanza mstari ule wa 18. Lakini kama Mungu alivyo mwaminifu, neno letu kwenu si ndiyo na sio. Kama ni sio, inabaki kuwa sio, na kama ndiyo, inabaki kuwa ndiyo, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Isiwe ndiyo ya uongo, iwe ndiyo ya kweli inayoambatana na uaminifu. Kama ni sio, isiwe sio ya kuondoa ngoma juani, iwe sio ya uaminifu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikupe ujasiri kwamba kama sio, iwe sio ya uaminifu na isiwe sio ya uongo. Tuko pamoja mpaka hapo? Tuko pamoja mpaka hapo? Ndiyo, lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Isaya sura ya 49. Isaya sura ya 49 mstari ule wa 7. Isaya sura ya 49. Isaya sura ile ya 49 mstari ule wa 7. Bwana mkombozi wa Israeli, mtakatifu wake, amwambia hivi, yeye aliyedharauliwa na wanadamu, yeye aliyechukiwa na taifa hili, yeye aliye mtumishi wao watawalao. Wafalme wataona, watasimama, wakuu nao watasujudu, kwa sababu ya Bwana aliye mwaminifu, mtakatifu wa Israeli, aliyekuchagua. Haleluya. Kama ni falme, kama ni wenye mamlaka, kama ni watawalao, watafika mahali wewe uliodharauliwa, wewe wasiyekufahamu, watakwenda baadaye watasujudu, kwa sababu Bwana aliye mtakatifu amekufanya kuwa hivyo ulivyo. Sasa yeye aliye mtakatifu amekufanya kuwa hivyo ulivyo, ili falme, ili mamlaka, ili wakuu wasujudu. Sisi nasi tunapaswa kuwa waaminifu. Haleluya. Wafanye hivyo, wawajibike hivyo pale ambapo sisi nasi tutakuwa waaminifu kama yeye aliyetuchagua. Kama yeye aliyetuchagua anataka kulithibitisha
neno hilo kwako, neno hilo kwangu. Tunapaswa kuwa waaminifu kama yeye alivyo mwaminifu, ndipo yatatimia hayo kwako na kwangu katika jina la Yesu. Ndiyo, kwa hiyo tunapaswa kuwa waaminifu. Sasa huo uaminifu sio jambo rahisi, haitakuwa kazi rahisi, panahitaji kujizatiti. Na kama ndivyotangulia kusema, hali tukiitumainia neema ya Kristo, na mwenyewe anatuagiza huo uaminifu tudumu nao katika hali zote, huo uaminifu tudumu nao katika mazingira yote. Tena anafikia mahali anasema uwe mwaminifu hata kufa. Tuwe waaminifu hata kufa. Sasa ungeweza kuona jinsi hili tunda la Roho lilivyo muhimu kuonekana kwako, jinsi lilivyo muhimu kuonekana kwangu pia. Anasema uwe mwaminifu hata kufa. Tuko nyakati hizi, ukiwa ule upande wa pili wa Mozambiki, sasa hivi wale Islamic State wakikushika, jambo la kwanza wanakuuliza ni Muislamu, ni Mkristo? Yaani hili swali kwa sasa ndio la kwanza kuuliza watu wengi. Hasa hapo napo panahitaji uaminifu. Nasema hapo napo panahitaji uaminifu. Hivi nakaribia kuja hivi nikakutana na mtu mmoja ambaye ametoka mikononi mwao. Tena siku zote ninamfahamu kwamba ameokoka. Akaelekea mashariki ya jimbo letu la Cabo Delgado, kuna machimbo huko. Kwa bahati mbaya akaishia mikononi mwao. Wenzake wakakimbia, yeye akatiwa nguvuni. Bahati iliyo njema, akafundishwa majibu ya kwenda kusema kwa mkuu. Lakini pamoja na hayo majibu, bado aliendelea kukosa uaminifu. Akaambia, Bwana, usalama wako upo tu kwenye kukiri imani ya Kiislamu. Tunakupeleka kwa mkubwa wetu. Katika yeye aidha uachiwe, katika yeye aidha uchinjwe. Kwa hiyo kama una imani yako nyingine yoyote tofauti na Uislamu, maana yake unakwenda kuchinjwa. Sasa tunakupa majibu. Ukikubali kuikiri imani ya Kiislamu, kaseme mimi ni Muislamu. Ukiuliza habari ya kusoma aya yote, wewe mwambie tu mkubwa kwamba bwana ni wale Waislamu ambao hamna kitu. Okay, ni kweli, ni habari ya kweli kabisa. Akachukuliwa akafikishwa. Akauliza swali kwanza, wewe unatujua sisi kama nani? Akasema, nyinyi ni watu wazuri, ni watu ambao mnaeleza imani iliyo sahihi kabisa hiyo. Akaitaja hiyo kwa jina lake. Mimi madhabahuni kidogo napunguza ukakasi. Unatufahamu hivyo na wewe je? Akasema, na mimi nina imani hiyo hiyo. Hebu soma nini mstari walao mmoja. Akasema, kwa bahati mbaya mimi ni maamuma kabisa. Ni maamuma kabisa. Kama inakuaje wewe mtu mzima? Akasema, yani hivyo ndivyo ninavyosema. Akasema, sawa kabisa. Kwa vile sio kama wale. Umekuja kufanya nini? Nimekuja kutafuta maisha. Kwa namna gani? Nimekuja kutafuta madini. Umepata? Sijapata. Akaambia, sawa. Hebu mpeni huyu chakula, mpeni huyu na mboga. Haya, nenda zako. Akaondoka. Na kuja kukutana naye asema, mchungaji, niliondoka usiku ule ule. Na hivi ninapokutana na wewe mchungaji, nimekuja kuomba toba. Mimi nimepoteza uaminifu wangu kwa kuogopa kuchinjwa. Hebu jaribu kuwaza. Ndugu zangu, hebu jaribu kuwaza. Sasa hiyo ni neema. Unaweza ukamkana Yesu, lakini bado wakakuchinja. Ukapata hasara juu ya hasara.
Yesu mwenyewe akatuambia kweli, ikibidi kwenye mazingira hayo tuwe waaminifu, atakufa. Bwana tusaidie tuwe waaminifu kwa kiwango hicho katika jina la Yesu. Lakini imefika mahali wengi wetu tunapoteza uaminifu kwa sababu tu ya sabuni ya shilingi 1000. Unapoteza uaminifu, tunaishi maisha yasiyopaswa, tunafanya yasiyopaswa tufanye, tunapoteza uaminifu. Kwa chakula tena mlo mmoja, wengi wetu imetupelekea kupoteza uaminifu. Tumemkana Yesu, tumemsujudia shetani pale alipotudanganya kwa namna hiyo hiyo. Wakati Yesu alidanganywa, alipoambiwa Yesu aligundua siri kwamba nisujudie, nitakupa miliki yote hii. Yesu aliye Mungu, yeye akajua kwanza hiyo miliki sio ya shetani. Alijua hivyo. Lakini wewe na mimi, ni miliki ngapi tumeambiwa kwamba tutapewa tukisujudia hicho ambacho tunakihitaji? Na wengi wetu kwenye eneo hilo tumepoteza uaminifu. Tumekuwa na uaminifu sifuri. Tumekubali kumsujudia shetani. Haijalishi ni mwanadamu ambaye ametupa uongo fulani akatuambia atafanya hiki, atatufanyia hiki, atatufanyia hiki. Leo wako watu wanaitwa Kristo, wanakwenda huku na huku wakihangaika juu ya maisha, wanakubali kabisa kumsujudia shetani ili wapate hiki, wapate hiki, wapate kile. Hapana. Jioni ya leo Bwana anasema uwe mwaminifu, atakufa. Nasema uwe mwaminifu, atakufa. Mshike jirani yako, mwambie jioni ya leo uwe mwaminifu, atakufa. Ngeukie na mwingine, mwambie uwe mwaminifu, atakufa. Kile ambacho kitakufanya uondoe uaminifu hakidumu milele, hakitakupeleka popote, hutaondoka nacho, hutabeba kule tuendako, bado utakiacha. Maandiko yakasema itatusaidia nini? Tupate hivyo alafu nafsi yetu iangamizwe. Itatusaidia nini? Jioni ya leo Yesu anatukumbusha tuwe waaminifu, atakufa. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari ule wa 10. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 2 mstari ule wa 10. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari ule wa 10. Kwa faida tuweze tukaangalia ule mstari wa 8. Kwa malaika wa kanisa lililoko Simina andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Najua dhiki yako na umaskini wako, lakini huu tajiri. Najua na matukano, angalia kwa makini maneno haya, najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la shetani. Usiogope, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata nini? Sema kanisa, uwe mwaminifu hata. Sema kwa nguvu zaidi, uwe mwaminifu hata. Ndiyo, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Haleluya, haleluya. Najua wengi wenu mtapata dhiki siku 10. Najua wengi wenu mtajaribiwa. Najua hayo matukano, najua hiyo dhiki yenu, najua hiyo tabu yenu, lakini neno linasema uwe mwaminifu. Amen. Uwe mwaminifu, ikibidi atakufa. Ni kipi kinachokuondolea uaminifu dada yangu? Ni lipi linakuondolea uaminifu kaka yangu? Maneno haya ni Yesu anatuambia, hata ikibidi kufa. Lakini sio jambo rahisi. Muona upanga
wa Islamic State umenolewa. Wakati mwingine inawezekana unaona kabisa mwenzako amepata imani iliyo kubwa, anakili kwamba mimi ni Mkristo, alafu unakuta panga unapita shingoni. Je, ungekuwa wewe, na wewe ungeikili imani ya Ukristo kwa uaminifu wa namna hiyo? Inahitaji neema ya Kristo, kweli si kweli? Inahitaji neema ya Kristo, kweli si kweli? Ikiwa tu tunapoteza uaminifu kwa vitu, kwa mambo, sembuse inapolazimika kufa, sembuse inapolazimika kifo. Bwana tusaidie jioni ya leo. Sasa huyo Mungu ameonyesha yeye jinsi alivyo mwaminifu. Mungu anataka sisi nasi tuwe waaminifu. Tuangalie maandiko haya yanayotutaka mimi na wewe tuwe waaminifu. Mambo ya Nyakati wa Pili, tunapoelekea kumalizia, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 31 mstari wa 12 kisha mstari wa 20. Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili. Tunasoma ile sura ya 31 mstari ule wa 12 kisha mstari ule wa 20. Mambo ya Nyakati wa Pili 31 mstari wa 12 kisha ule mstari wa 20. Biblia inasema maneno haya: wakayaagiza matoleo na zaka za vitu vilivyowekwa wakfu kwa uaminifu, kwa uaminifu. Na juu yake Konan Mlawi alikuwa mkuu, na wa pili ni Shimei nduguye. Wanakuwa waaminifu katika zaka na matoleo. Haleluya, haleluya. Wanakuwa waaminifu katika zaka na matoleo. Hapa uaminifu unaweza ukawa kwenye kutoa, lakini pia hata kwenye kusimamia. Tunapopewa wajibu wa kusimamia, kukusanya na kuhifadhi, tunatakiwa kufanya kwa uaminifu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 20, na hivyo ndivyo alivyofanya Hezekia katika Yuda yote, akatenda yaliyo mema na ya adili na uaminifu mbele za Bwana Mungu wake. Hezekia akafanya hivyo kwa adili na uaminifu mbele za Bwana. Bwana atupe sisi nasi kuwa hivyo katika jina la Yesu. Amen. Hezekia akafanya kwa adili na uaminifu mbele za Bwana. Lakini kwetu isiwe mbele za Bwana tu, iwe pia hata mbele za watu wengine. Tutende kwa adili na uaminifu. Silo tu. Angalia tena maandiko yanavyosema katika Mithali sura ya 12 mstari wa 22. Mithali sura ya 12 mstari wa 22. Mithali, ndiyo, Mithali sura ile ya 12 mstari wa 22. Neno la Mungu bado linatuagiza tuwe waaminifu. Midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali watendao uaminifu ndiyo furaha yake. Haleluya. Biblia inasema midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali watendao uaminifu ni furaha yake. Watendao uaminifu ni furaha yake. Mungu atatufurahia pale ambapo tutaondokana na uaminifu zero, lakini furaha ya Bwana itakuwa juu yetu pale ambapo uaminifu utakuwa 50, 70, 60, 30, 40. Hiyo ndio itakuwa furaha ya Mungu wetu. Haleluya. Na sio sifuri, na sio uaminifu sifuri. Furaha ya Mungu wetu itakuwa pale tutapokuwa na uaminifu asilimia hizo
na sio 0. Turudi tena napokwenda kumalizia Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 34 sasa. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 34 mstari wa 12. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 34 mstari wa 12. Ndiyo. Nao watu wakatenda kazi kwa uaminifu, na wasimamizi wao walikuwa Yaathi na Obadia Walawi, na wana wa Merari na Zekaria na Meshullam wa wana wa Wakohathi, ili kuitimiza kazi, na wengine katika Walawi wote waliokuwa wastadi wa kupiga vinanda. Haleluya. Kazi ya Mungu inahitaji uaminifu. Kazi ya Mungu inatutaka tuwe waaminifu. Wenzetu wakafanya kwa uaminifu na ustadi wote, wakapiga na kinanda kwa uaminifu. Leo unaweza kawa mpiga kinanda ukataka kubembelezwa, ukataka kulambwa, ukataka kuhimiza. Hapana, hiyo ni utumwa umepewa. Fanya kwa uaminifu. Nasema fanya kwa uaminifu. Amen. Kama ni kuimba, imba kwa nini? Kama ni kutoa, toa kwa nini? Kama ni kuomba, omba kwa nini? Katika utumishi wowote ule tufanye kwa uaminifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie waraka wa Paulo mtume kwa Tito sura ya 2 mstari wa 10. Tito sura ya 2 mstari wa 10. Tito sura ya 2 mstari wa 10. Ndiyo. Tito sura ile ya 2 mstari wa 10. Mtu aliye Tito sura ya 2 mstari wa 10. Biblia inasema hivi, anzia mstari ule wa 9. Watumwa na watii bwana zao, wakiwapendeza katika mambo yote. Wasiwe wenye kujibu, wasiwe waibaji, bali waonyeshe nini? Waonyeshe nini? Kanisa tuseme wote, waonyeshe nini? Wasiwe waibaji, bali waonyeshe uaminifu mwema wote, ili wayapambe mafundisho ya Mwokozi wetu Mungu katika mambo yote. Haleluya. Tutakapokuwa uaminifu, tutayapamba mafundisho ya Mungu. Tutampamba Mungu aliyetuokoa. Mungu wetu atatukuzwa. Mungu wetu ataabudiwa. Mungu wetu atasujudiwa. Mungu wa Eklesia atajulikana. Haleluya. Haleluya. Kwamba ni Mungu wa Eklesia, ni Mungu wa Weston Mandota, ni Mungu wa Florence Mandota. Mafundisho yetu yatapambwa. Haleluya. Mwibaji asiibe tena, bali awe mchawi asiloge tena, bali awe mzinzi asizini tena, bali awe mwasherati asifanye uasherati tena, bali awe ili tuyapambe mafundisho yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndiyo. Uaminifu. Uaminifu. Sasa tunapokwenda kumalizia, hebu jioje mwenyewe. Jithibitishe mwenyewe. Uaminifu wako katika maeneo kadha wa kadha ukoje? Je, si kana kwamba uaminifu wako ni 0? Na kama ni 0, gairi leo. Badilika leo. Sema hapana, hii sio asilimia ambayo itamfanya Mungu wangu kwa mafundisho haya kupamba. Nahitaji asilimia zaidi ya 50 ya uaminifu. Nahitaji asilimia
zaidi ya 50 ya uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kabla hatujakwenda kwenye eneo letu la kumalizia, hebu simama pale ulipo sasa. Hebu simama pale ulipo sasa. Uaminifu wako ukoje? Uaminifu wako ukoje? Uaminifu wangu ukoje? Na kwa nini Mungu ametufundisha maneno haya jioni ya leo? Na kwa nini Mungu amesema na wewe jioni ya leo? Bila shaka Daudi akasema, Bwana, wewe umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu. Daudi alijua neno hilo. Daudi alifahamu neno hilo. Akasema wazi wazi, Bwana, wewe wajua kuketi kwangu, kwa maana umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu. Bila shaka kwenye neno hili Bwana ametujua kwamba uaminifu wetu ni sifuri. Tunahitaji kumwambia Bwana leo atubadilisha. Maombolezo sura ya 5 mstari wa 21, Biblia inasema, Bwana, utugeuze kwako nasi tutageuka. Zifanye siku zetu kuwa mpya kuliko siku za kale. Tunahitaji siku zetu kuwa mpya katika uaminifu. Tunahitaji Bwana tugeuze, tutembee katika uaminifu, ili mafundisho yetu, ili eklesia yetu inenwe ipasavyo, inenwe vizuri, tukayapambe na mafundisho yetu. Tuko tayari kumwambia Bwana tugeuze leo? Tuko tayari kumwambia Bwana tugeuze leo? Vile utakavyojiona wewe mwenyewe uaminifu wako ukoje, ndivyo ambavyo utaweza kusema na Bwana. Penye eneo la kumwambia Bwana nisamehe, wewe una wajibu wa kufanya hivyo, ili tuanze pamoja na Bwana tutembee katika uaminifu. Tutembee katika uaminifu. Tutembee katika uaminifu. Ni mara ngapi umekumbushwa juu ya yule dada uliyemkopa mwaka jana? Ni mara ngapi umekumbushwa juu ya lile deni lako la mwaka juzi? Hauna uaminifu. Kwa namna hiyo mafundisho yetu hayawezi kupambwa. Kwa namna hiyo mafundisho yetu hayawezi kuonekana yana kitu cha ziada. Leo tumwambie Bwana. Leo tumwambie Bwana. Leo tumwambie Bwana. Leo tumwambie Bwana. Weka mikono yako juu. Niguse tena, niguse tena, ninaomba Bwana, uniguse tena, niguse, niguse tena, niguse tena, ninaomba Bwana, uniguse tena, niguse, niguse tena, niguse tena, ninaomba Bwana, uniguse tena, niguse, niguse Baba, niguse tena, niguse tena, ninaomba Bwana, uniguse tena, niguse, niguse Baba, niguse tena, niguse tena, ninaomba Bwana, uniguse tena, niguse. Mwambie Bwana kuguse tena jioni ya leo. Mwambie Bwana kuguse tena jioni ya leo. Ni swala la mimi na wewe. Ni swala la mtu binafsi. Ni swala la mtu binafsi. Ni swala la mtu binafsi. Uaminifu wako, uaminifu wangu ukoje mbele za Bwana? Uaminifu wako, je, si sifuri? Sio sifuri? Sio sifuri? Je, uaminifu wako mama yangu ukoje? Uaminifu wako ukoje dada yangu?
Uaminifu wako ukoje mama yangu? Uaminifu wako ukoje dada yangu? Ni swala la wewe na Mungu wako, ni swala la mimi na Mungu wangu. Bila shaka Bwana ameona, Bwana amefahamu kwa